Tuelekee kaunti 7 kwake Faisal Abdurrahman, ambapo wanatuambia kwamba ulimwengu unapoadhimisha siku ya ugonjwa wa saratani, imebainika kuwa kituo cha ugonjwa huo mjini Garissa kinaendelea kunakili idadi kubwa ya wagonjwa wa saratani, sio tu kutoka eneo la kaskazini mashariki bali sehemu tofauti humo nchini, hali ambayo wataalamu kwenye kituo hicho wanasema ni ya kutia hofu. Kutoka eneo la Madogo, kaunti ya Tana River, tunakutana na mzee Musa Ijema katika kituo cha kikanda cha kutibu saratani kaunti ya Garissa, akisubiri matibabu yake ya kila wiki. Safari yake ya maumivu ilianza kama gesi la tumbo, kisha maumivu ya koo, kabla ya kutembea kutoka kituo kimoja cha afya hadi kingine. Hatimaye mwaka mmoja uliopita aligunduliwa kuwa na saratani ya koo. Licha ya changamoto na uchungu anaopitia, mzee Musa bado anashikilia tumaini la kupona na kurejea katika maisha ya kawaida. Sasa ndio nikaanza dawa. Sasa naendelea na dawa, leo ndio siku ya pili. Kwa hivyo naona dawa tunaendelea vizuri, haina shida. Mimi tangu nianze naona kidogo nipata nafuu. Hakuna kusumbuliwa sana, isipokuwa tu dawa ina nguvu sana. Mara nyingine huwa tunakosa nguvu kutembea, mara nyingi inatusumbua, lakini hata hivyo tunasubiri tu, tunagangana hivyo, ni katika hali ya matibabu. Kando yake ni mama Evelyn Naswa kutoka kaunti ya Bungoma, naye pia yupo hapo kupokea matibabu sawa na mzee Musa. Yeye pia anaugua saratani ya koo, ugonjwa uliobadilisha maisha yake kabisa. Tangu alipoanza kuugua, safari ya kutafuta matibabu imejaa vikwazo. Ameshuhudia foleni ndefu na masongamano makubwa wa magonjwa katika vituo mbalimbali, hali iliyochelewesha matibabu yake. Hata hivyo, licha ya uchungu na kukata tamaa kulikomkaribia, mama Evelyn bado anasimama imara, akitumaini siku moja atapona. Najua kwamba hii Cancer Center ni ya maana sana kwa watu, na imekuwa changamoto kuu kwa kaunti zingine ambazo hazina vifaa, ambazo hazina mwito kama huu. Wajikaze kabisa ili waimarishe afya. Shukrani zingine ziwaendee Ministry of Health, kwa sababu bila Ministry of Health mimi sijui kama ningetibiwa, kwa sababu ugonjwa huu uko expensive sana, na mimi mwenyewe sina mapato. Haingekuwa SHA mimi singefika mahali nilipo saizi. Takwimu inaonyesha watu 44,000 wanaugua saratani kila mwaka. Kati ya wao 29,000 hupoteza maisha, hivyo wataalamu kushauri kufanya hamasisho zaidi na uchunguzi wa kina. For the last 3 years we have treated around 2,000 patients, okay? Upwards of 2,000 plus patients, and out of that more than 500 patients were radiotherapy cases, and the remaining patients, most of them got chemotherapy. So the cancer services in Garissa include radiotherapy, chemotherapy, we have palliative care services, nutritional counseling, and we serve more than 11 counties as I've mentioned. Nikapimwa, nikapatikanwa. Wakati nimepatikana na shida, mimi nilikuwa stage 1. Nikaanza kuendelea kutumia madawa. Wakati nimeanza kutumia madawa, alhamdulillah, nimeshukuru saa hii mimi niko sawa, ninakula, ninakunywa. Ile shida ya koo ilikuwa nasikia, saa hii nimepona. Waziri wa Afya Adan Duale amedokeza kuongezwa kwa vituo vingine vya kutoa huduma za matibabu ya saratani. Faisal Abdurrahman, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Garissa.